Daily Boni Online TV. Taarifa kwa umma juu ya mustakabali. Taarifa kwa umma juu ya mustakabali ya wananchi wanaoishi katika hifadhi ya Ngorongoro imetolewa na wawakilishi wa wananchi tarafa ya Ngorongoro kupitia viongozi wa mila wa kijamii leo tarehe 19 mwezi wa 4 2021 kwa niaba ya wananchi wa tarafa ya Ngorongoro. Utangulizi. Mheshimiwa Rais tarehe 6 mwezi wa Aprili mwaka 2021, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakati akihutubia kwenye hafla fupi ya kuwaapisha viongozi wateule, aliashiria kutofurahishwa na hali ya hifadhi ya Ngorongoro na kueleza hatua kadhaa zichukuliwe kunusuru ekolojia na wanyama. Kufuatia kauli hiyo ya Rais, siku 6 baadaye, yaani tarehe 12 mwezi wa 4 2021, Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro iliandaa nyaraka ambayo ilitoka hadharani tarehe 16 mwezi wa 4 2021, ikidhamiria kuwaondoa baadhi ya wananchi katika eneo la hifadhi kwa madai kuwa ni wahamiaji haramu. Wengine kwa mamia kutakiwa kubomoa majengo yakiwemo shule za msingi ya serikali, vituo vya afya, vituo vya polisi, makanisa, misikiti na nyumba binafsi za wananchi. Haya yote yamepangwa na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro yakitekelezwe ndani ya siku 30 tangu tarehe 12 mwezi wa 4 2021, ikimaanisha utekelezaji kukamilika kabla ya tarehe 11 mwezi wa 5 2021. Taarifa zote mbili zimetustua na kutufadhaisha, kwani hakuna ambayo imewashirikisha waathirika kabla ya kutoa hadharani. Tunashtushwa zaidi na namna Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro inavyotekeleza kauli ya Rais ambayo ni maoni yetu, pamoja na kushtua kwake. Rais hakusema utekelezwaji ufanyike kiholela kama ilivyopangwa na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro. Awali ya yote, tuseme kuwa kwa namna utekelezwaji unavyopangwa na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro inatishia usalama wa raia, utamaduni wao, imani yao na kila aina ya haki ambayo ilitakiwa ilindwe kwa mujibu wa katiba ya nchi na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Uharaka wa kutekeleza kauli ya Rais ndani ya siku 6 katika mazingira ambayo Rais akuelekeza inathibitisha nia ofu iliyo nyuma ya taarifa isiyo sahihi ambayo tunaamini Rais alipewa na ambayo ilisababisha kutoa kauli tarehe 6 mwezi wa 4 2021. Siku 10 kamili baada ya Rais kuelekeza wadau kukaa na wenyeji na kuangalia namna ya kuboresha maisha ya watu na hifadhi ya Ngorongoro zote kwa pamoja, wananchi wamepata taarifa sio kwa majadiliano kuhusu mustakabali wa haki zao ambayo zimekuwa mashakani muda wote, wala uhifadhi, bali notisi ya kuondolewa
kubomolewa makazi yao, huduma za jamii na kila aina ya tishio dhidi ya maisha yao. Notisi ya tarehe 12 mwezi wa 4 2020 inadhihirisha maandalizi ya mipango ya muda mrefu kwa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na Wizara ya Maliasili na Utalii ya kutekeleza ukiukwaji wa haki za binadamu hata kabla ya kauli ya Rais ya tarehe 6 mwezi wa 4 2021. Sisi wafugaji tunaoishi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro tunaona kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imeacha kufanyia kazi kauli ya Mheshimiwa Rais na kutekeleza mikakati yao iliyokushapangwa miaka mingi iliyopita dhidi ya wananchi kwa kisingizio sasa kuwa wana maelekezo ya serikali, tena Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maamuzi ya kuondoa watu na kuvunja nyumba za wananchi wa Ngorongoro yanatokana na mapendekezo tuliyoyakataa yaliyofanyika kwa nyakati tofauti. Pamoja na taarifa iliyotumika kufanya maamuzi haya ni ile ya taarifa ya kamati hiyo imegubikwa na chuki ya dhahiri dhidi yetu wafugaji wa Ngorongoro kutokana na kwamba kamati hiyo ilikosa sura nzuri ya uwakilishi na uzalendo kwa watu wa Ngorongoro. Mimi naitwa Metui Ole Shaudo Laigwana, ni kutoka Ngorongoro, kiongozi wa mila. Mimi ninaomba kwamba tunaomba historia isipuuzwe ya eneo la hifadhi, kwa sababu kutapata umaarufu wa kuwa kati ya maajabu ya dunia na kuwa urithi wa dunia. Ikumbuke pia kwamba ni urithi wetu sisi, unaanza kuwa urithi wetu wenyeji wa pale na unaanza kuwa urithi wa Mtanzania ndio uweze kuwa urithi wa dunia. Lakini vile vile tungeomba kwamba serikali yetu ihakikishe kwamba inasitisha unyanyasaji huu, kwa sababu umekuwa ni wa muda mrefu na ni wa kikatili. Kuna mengi hatujayasema. Watu ukiwakuta kule wanateseka sana. Mifugo kunyimwa malisho na kunyimwa maeneo ya kupata maji, hii sio nzuri sana. Kwa hiyo tumekuwa wavumilivu, tunaendelea kuwa wavumilivu, tunaamini serikali yetu, lakini ni vizuri pia Mheshimiwa Rais afanye ziara huko na pengine akawasikilize wananchi wake. Ili haya tunayasema kwa sababu si ni wawakilishi wa wananchi, akaone yeye mwenyewe na asikie kwa wananchi wengine, pamoja na kuwa sisi ni wawakilishi wao pia. Lakini pia kwa sababu kuna sheria au kuna katiba ya nchi, ni vizuri Mheshimiwa Rais aangalie viongozi anaowateua wasije wakawa wanavunja katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya nchi kila mtu ana haki hata ya kuishi. Unapoambiwa kwamba hutaishi kwenye nyumba hii au hutalisha mifugo kwenye eneo hili, sijui kama sheria pengine ya Ngorongoro imekuwa juu sasa ya sheria ya katiba yenyewe. Kwa hiyo kwa kuwa kuna katiba, ni vizuri kuangalia pasiwepo na watu ambao wanavunja kwa katiba na watu wengine kukaa kimya ambayo wana uwezo wa kunusuru maisha ya watu. Kwa hiyo kwa sababu hiki ni kilio cha wafugaji, na ukijaribu hata kutazama sasa, mfugaji hana haki. Na hata hifadhi ya Serengeti sisi babu zetu walikubali, lakini kwa makubaliano tunashangaa mazingira haya sasa ambayo yanafanyika bila mazungumzo ya kukaa pamoja, wakati tulikaa pamoja na wakoloni. Wakoloni walikaa na baba zetu.
Kwa nini leo sisi wa Tanzania tusikae na Watanzania wenzetu ambao ndio wataalamu? Nchi yetu ni nchi ya amani, ni nchi ambayo binadamu tunatakiwa kuwa na upendo, ni nchi ya mshikamano, lakini inaonekana kama sisi wafugaji tumebaguliwa na kuwekwa pembeni, wakati sisi ni Watanzania halali kama Watanzania wengine walivyo. Tunaomba kilio chetu nayo kisikike, na Mheshimiwa Rais atusaidie kutuondolea tatizo hili, kwa sababu sisi sio wahamiaji haramu. Sisi ni watu halali ambao maisha yetu, maeneo tunayokaa, tunakaa kisheria na kihalali. Kwa hiyo tunaomba tukumbukwe na mama yetu katika ufalme huu wake, tusije kuwa tunagandamizwa kama vile sisi sio Watanzania. Nashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Ngorongoro na watu wake. Naitwa James. Kwa nafasi ya kijamii ni diwani. Hili na hakika pia nilipo hapa sio nawakilisha tu wananchi wangu, bali najiwakilisha na mimi mwenyewe kama mwathirika wa haya mambo yote yaliyotamkwa juzi. Nipende tu kwa kusema kwamba aliyoyasema Rais tarehe 6 yalitokana na ripoti ovu iliyotayarishwa na ndugu zetu wataalamu wakiongozwa na ndugu yetu Victor Rugero, lakini ripoti hiyo imesimamiwa zaidi na Dr. Manongi ambaye ameipeleka Ngorongoro katika hali ambayo haieleweki. Ukisoma katika ripoti hiyo unakuja kukuta mapendekezo waliotoa. Mfano, pendekezo wanasema watoe watu 73,000 kati ya watu 93,000 ambao ndio walioko Ngorongoro. Lakini watu wale unataka uwatoe watu 73,000 wapeleke tarafa ya Sale, wapeleke tarafa ya Loliondo. Na vile vile ukitaka kuona kwamba ndugu zetu walivuka mipaka ambayo sio kutegemea ama wananchi wakitegemea kwamba ingekuwa hivyo, waliweza pia kuhakikisha kwamba wanaongeza maeneo kutoka Longido na wilaya Monduli. Na dhumuni lao zaidi ni kuhakikisha, yani walipokuwa wanafanya hivyo wanataka kupanua maeneo ya hifadhi. Eneo liwe na zaidi ya kilomita 12,000 za mraba. Yani utafikiri kwamba uhifadhi ndio kazi pekee halali inayouza Ngorongoro hapa nchini Tanzania kwa watalii. Lakini tunapoongelea pia kwamba tunakatana na hili jambo ama tunaona kwamba hili jambo ni ovu, kamati hiyo ilisitiza jambo hili katika taarifa yake, na ni ukweli kuwa Ngorongoro ndio hifadhi inayoongoza kuliingizia taifa mapato katikati ya jamii iliyojaa ufukara wakitengenezwa kwa makusudi. Hata hivyo, ustawi wa Ngorongoro sio kwa ajili ya kuiuza Tanzania kwa watalii pekee, bali pia kuboresha maisha yetu, hasa wenyeji wa Ngorongoro, kwani ardhi ni yetu na ni urithi wetu. Pili, kuhamisha halaiki kutoka kwenye ardhi yao ni kinyume cha katiba. Japokuwa kama katiba ya nchi yetu inawahusu zaidi watu wa Ngorongoro, maana tumekuwa kila mtu anaelewa, hata wakuu wa nchi wanaelewa kwamba watu wa Ngorongoro wanapata shida, anavunja katiba, inavunjwa pale. Ila basi tumkumbushe mama, huenda mama anaweza kawa na huruma kuliko wengine, akaangalia hili. Kimsingi watu wa Ngorongoro hatukushangaa mama, tulifurahi zaidi mama alipotamka, kwa sababu hili jambo lilikuwa chini ya meza kwa muda mrefu. Kwa hiyo na hakika wakina mama kule wamefurahi kuelewa kwamba hivi kweli hili liko na kwanza aliweza kutamka. Hoja kuwa eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni eneo la urithi wa dunia ni jambo lililotengenezwa na wataalamu wetu, na huwa nasema mara nyingi ni wataalamu wetu wasio wazalendo. Kabla ya kutangazwa kwa Ngorongoro ni eneo la urithi wa dunia, kwanza ni ardhi ya urithi. Tayari watu tulitoka Serengeti, wazazi wetu walikubali, aidha kwa nguvu, maana
alikuwepo bwana, tuliwakuta wazee Kinole Surutu walikuwa wanahadithia mara nyingi kwamba wale wazee wetu hatukukubali bali tulilazimishwa, maana wanakuta wanapiga ng'ombe risasi. Bila kuwa sehemu ya urithi wa dunia kwa miaka ya kwanza, hatukuwa na matatizo ya ukosefu wa haki za binadamu wakati ule kabla haijatangazwa. Japokuwa 75 walipokuja kutengeneza kina Saibulu kututoa kunyima kilimo, ndio haki zetu zilianza kufikia, lakini kwa sehemu kubwa baada ya eneo la Ngorongoro kutangazwa eneo la urithi wa dunia, ndio haki za binadamu zimevunjwa. Huruhusiwi kujitafutia chakula, huruhusiwi kujijengea mahali pazuri pa kulala. Unatakiwa uzidi kubaki kwenye nyumba zile zile alizokaa babu yangu na bibi yangu. Ndio ni mambo ambayo ni magumu kwa kweli. Kuwa ni eneo la urithi wa dunia ni jambo la ziada tu. Ngorongoro itaendelea kuwa na wanyamapori hata kama ikiondolewa kwenye orodha ya urithi wa dunia. Tanzania ina hifadhi nyingi ambazo haziko kwenye orodha ya maeneo ya urithi wa dunia na zinavutia watalii na zitaendelea kufanya hivyo. Kwani usifanye Mikumi? Kwani usifanye mbuga zingine zikawa urithi? Kwani uje kufanya hapa? Kwa sababu niseme tu, wameshindwa kusema. Wamesema hivyo kwa sababu wana uhakika wa warithi wa lile eneo ambao wana uhakika wa kuangalia wale wanyama. Ukiingia sasa kwenye maeneo yetu sisi, anzia Masek, unapotoka tu eneo la nje ya Serengeti, kwa upande wa kusini, kaskazini, magharibi, hakuna uwindaji. Lakini hebu njoo maeneo ya Karatu, kama wiki 2 wiki 3, tembo, faru. Kwa hiyo uwindaji haupo humu ndani. Yaani inaonyesha kwamba sisi ni urithi wa asili kweli, kwa sababu mnaelewa tembo yuko chini ya Laiza. Laiza akubali tembo kuuawa mbele yake. Faru yuko chini ya Molel. Molel akubali faru kuuawa mbele yake. Nyani yuko mbele ya Lukumai. Lukumai hawezi kubali nyani kuuawa mbele yake. Kwa hiyo hayo mambo yamesababisha zaidi, tunaweza kusema kwamba hatuna sababu ya kuwa urithi wa dunia. Hatuoni sababu. Kama kuna ulazima wa kuwa na maeneo ya urithi wa dunia, basi kuna hifadhi ambazo wana vijiji hawaruhusiwi kuingia ndani, kama vile hifadhi za Mikumi, Serengeti na Kibini. Ufafanuzi kuhusu kuvunjwa kwa nyumba za watu kuondoshwa. Tunaelewa kuanzishwa, moja ya majukumu ya kuanzishwa kwa hifadhi ya Ngorongoro na makubaliano, na hakika mlisikia na mwenzewe katika paragraph ya 2 ilisema hivi. Wazungu walisema, ambao sasa hivi sisi wengine tunaona, yani wenyeji wa Ngorongoro, kwa ukweli uliopo na wala mtu asiwadanganye. Nafikiria mzungu alikuwa ana utu hata kuliko basi. Yeye alisema iwapo maslahi yatakuja kugongana, basi maslahi yatakayopewa kipaumbele ni maslahi ya binadamu. Wakati mmoja wa malengo ya kuanzishwa kwa hifadhi ya Ngorongoro kuendeleza wenyeji kama sehemu ya makubaliano ya kuondolewa Serengeti na wakoloni, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imejenga na kutekeleza dhana kuwa watalii wanavutiwa na maisha ya ujima yasiyo na maana, na hiyo kutumia sehemu kubwa ya rasilimali za umma kudidimiza maendeleo ya wenyeji kwa eneo la Ngorongoro. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inashindwa kutambua kuwa watu wenye maisha bora na makazi bora rafiki kwa hifadhi yatapunguza uhifadhi na wa eneo la hifadhi. Miaka ya nyuma, maana pale Ngorongoro ni shamba la bibi, miaka ya nyuma tulikuwa na semina nyingi tu za kuleta namna ya kuanzisha nyumba, wanasema building codes. Miaka ya nyuma building codes, tumekaa karibu wiki nzima, viongozi wa tarafa ya Ngorongoro, watendaji wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, tumetumia mabilioni ya shilingi building codes. Hiyo nakumbuka hiyo building codes alikuwepo Runyoro, ambaye Runyoro ndio tena juzi anaingia kuleta tafrani ya kuleta taarifa za uongo kuhusu MLU. Haya hawajafanya. Sasa nimejengea nyumba. Na hizo nyumba zilipitwa, zilishushwa angani. Ulikuwa watu mpaka nyumba zinajengwa kama eneo la usini.
Yaani kwa maneno mengine ama kwa ukweli tunamwambia rais wetu apambane na waovu ambao wamewapa kazi, maana mwishoni watailetea Tanzania, watapoteza amani. Ombi letu kwa Mheshimiwa Rais ni kusitisha mpango huu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro kuhamisha halaiki ya wafugaji kutoka Ngorongoro, kwani ardhi yao ni ardhi yetu na hawajaharibu kwa karne nyingi na hawataharibu hata sasa. Maana iliyopo ni kwamba hatuhami hata hilo eneo, tunakuja kukubaliana kwamba tunaendeshaji. Sisi tunataka tumuombe rais kwamba atupe muda, atupe muda tukae na wataalamu wa nje na ndani na mashirika, taasisi za haki za binadamu, tukae na Wizara ya Ardhi, Mifugo, sio Wizara ya Mali Asili tu peke yake, kwa sababu inakuwa ni bias kwa hali inayoendelea. Tuweze kujua kwamba tutaendeshaje Ngorongoro, na mwishowe Ngorongoro tunaweza tukaendesha na serikali bado inapata mapato. Sisi wenyeji wa Ngorongoro tunaweza tukaendesha kama inavyoendeshwa Masai Mara. Ila tatizo leo Ngorongoro ingekuwa Ngorongoro rais, tunamwambia rais, ingekuwa na wachia Ngorongoro leo tusingekuwa na ajira ya watu 800 ambao wanazuriwa pale ofisini masaa 7 watu wako wamezuriwa pale. Lakini lingine ni kutengua uteuzi wa kamishina wa hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambaye kwa ubinafsi wake amekuwa tishio kwa mustakabali wa wananchi wa Ngorongoro. Si anaitwa Manongi, Fred Manongi, Dr. Fred Manongi. Dr. Fred Manongi toka ameingia Ngorongoro, bahati nzuri kwa katibu wa baraza la wafugaji wakati huo, hapa alikuwa ni mwenyekiti. Yule bwana ameendesha mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kama boma lake, na sijui kama hata boma lako unaendesha hivyo. Unaendesha wanaita management plan. Miaka 6 yule bwanaume ana management plan. Si alikuwa anaendesha nchi. Wakati rais anaendesha nchi akiwa na baraza la mawaziri. Mheshimiwa Rais aunde tume ya kimahakama kuchunguza dhuluma, ukatili na ukiukaji wa haki za binadamu uliofanywa na Wizara ya Mali Asili na Utalii na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro kwa miongo 6 sasa. Ukienda Ngorongoro sasa hivi, shukuru hao unaoona vijana wetu sasa hivi, lakini ukienda Ngorongoro sasa hivi utaelewa nani mzee nani kijana, sababu ya hali ya njaa walionayo. Hakuna uhakika wa kula. Hii mara nyingi tumekuwa tukisema hata miaka ya nyuma, wakati tunakumbuka wakati tunagombana na aliyekuwa mkuu wa mkoa alikuwa anaitwa nani, yule Malongo. Unasema Wamasai wana njaa, ushindwe kwa jina la Yesu. Tukamwambia utashindwa wewe kwa jina la Mungu. Kwa hiyo hata sasa hivi mtu yeyote anayesema hakuna njaa, kama una uhakika wa kula, kwa hiyo tunamwomba rais serikali yake ichukue hatua za dharura kwa kushirikisha wafugaji wa Ngorongoro kutatua baa la njaa la muda mrefu linalosababishwa na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kwa kunyima mifugo malisho na maji. Hapa tunasemea nini? Mtaona tu miaka inayokuja hatutumbukii kreta, lakini njia nyingi za kutumbukia kreta zitaziba na wale wanyama walioko pale watabai kuzaliana. Nenda leo kreta, nimepita jana kama siku mbili, naenda neno tano inaitwa ndio magugu, si madudu nini ile imeota, lakini umeziba njia ambayo wanyama wangekuja kwenda kunywa mifugo, simba na wanyama wengine watafuata. Yaani kwa hiyo kutakuwepo na muingiliano wa wanyama walioko juu na walioko chini. Sasa hivi wataona kwa muda ambao sio mrefu. Tunamwomba pia Mheshimiwa Rais kutembelea na kuonana na wakazi wa Ngorongoro, taasisi zao na wasomi wa jamii hiyo, ili kuona namna bora ya kutatua suala hili kwa maslahi ya pande zote mbili. Sisi wananchi tunatambua umuhimu wa hifadhi, kwani una faida katika shughuli zetu za ufugaji na taifa letu. Tunafahamu
na tuko tayari kusimama, tunalinda. Uhifadhi ni sehemu ya maisha yetu. Baada ya taarifa hii kwa umma, tunamwandikia Mheshimiwa Rais waraka wa kitaalamu utakaoonyesha uhalisia wa hali ya Ngorongoro kwa mapana zaidi na namna bora ya kuendeleza Ngorongoro isiyokiuka haki za binadamu, inayojali ekolojia na malikale, wanyamapori na utalii bila ubaguzi. Utalii bila ubaguzi. Lakini vile vile tunaomba kwamba kuunda tume huru na shirikishi itakayojumuisha wataalamu wa ekolojia na wanyamapori, wadau wa haki za binadamu na wenyeji wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro, kwa uwiano ulio sawa utakaopitia changamoto za pande zote za sasa za Ngorongoro na kupendekeza namna bora ya kuendeleza binadamu wenye maisha yenye tija, lakini katika mazingira ambayo ekolojia ya wanyamapori na maisha ya kifugaji inaendelezwa. Yote haya ili uweze ili ukweli ubainike. Tunaosema kwamba taarifa zile zilizopelekwa ni za uongo na fedha za serikali zimetumika visivyo. Ndio maana tunasema aliyetumia hizi pesa, aliyesaini hizi pesa kutumia ni Manongi. Kwa hiyo watu walikuwa wanafanya kazi kwa matakwa yake. Kwa hiyo yeye asiwepo ndani ya wizara hii na asiwepo katika shughuli hizi, yani katika tume hizi ambazo tunamuomba rais, awe ni sehemu ya kuchunguzwa na sio sehemu ya kuja kufanya kazi. Tunaamini Mheshimiwa Rais na serikali yako mtachukua kwa uzito maoni yetu na mapendekezo na kuingilia kati suala hili ili kulinda maslahi ya uhifadhi pamoja na wananchi wa Ngorongoro bila kutegemea upande wote, kwa kuzingatia kwa kutanguliza maslahi ya uhifadhi na wananchi wa Ngorongoro. Yaani kwa maana hiyo nasema kwamba jamii inahitaji muda wa kutosha wa mjadala wa eneo hili kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali. Tunahitaji. Naomba kwa bila kusoma kwenye karatasi. Mheshimiwa Rais aunde tume ya kimahakama kuchunguza dhuluma, ukatili na ukiukaji wa haki za binadamu uliofanywa na Wizara ya Mali Asili na Utalii na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro kwa miongo 6 sasa. Ukienda Ngorongoro sasa hivi, shukuru hao unaoona vijana wetu sasa hivi, lakini ukienda Ngorongoro sasa hivi utaelewa nani mzee nani kijana, sababu ya hali ya njaa walionayo. Hakuna uhakika wa kula. Hii mara nyingi tumekuwa tukisema hata miaka ya nyuma, wakati tunakumbuka wakati tunagombana na aliyekuwa mkuu wa mkoa alikuwa anaitwa nani, yule Mwalongo. Tunasema kusema wa Masai wana njaa, ushindi kwa jina la Yesu. Tukamwambia utashindwa wewe kwa jina la Mungu. Kwa hiyo hata sasa hivi mtu yeyote anayesema hakuna njaa, kama una uhakika wa kula ni kwa hiyo serikali tunamuomba rais serikali yake ichukue hatua za dharura kwa kushirikisha wafugaji wa Ngorongoro kutatua baa la njaa la muda mrefu linalosababishwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa kunyima mifugo malisho na maji. Hapa tunasemea nini? Mtaona tu miaka inayokuja hatutumbukii kreta, lakini njia nyingi za kutumbukia kreta zitaziba. Na wale wanyama walioko pale watabai kuzaliana. Nenda leo kreta, nimepita juzi jana kama siku mbili, naenda na tano. Mimi inaitwa ndio magugu, si madudu nini ile imeota, lakini umeziba njia ambayo wanyama wangekuja kwenda kunywa mifugo, simba na wanyama wengine watafuata. Kwa hiyo kutakuwepo na muingiliano wa wanyama walioko juu na walioko chini. Sasa hivi wataona kwa muda ambao sio mrefu. Tunamuomba pia Mheshimiwa Rais kutembelea na kuonana na wakazi wa Ngorongoro, taasisi zao
na wasomi wa jamii hiyo ili kuona namna bora ya kutatua suala hili kwa maslahi ya pande zote mbili. Sisi wananchi tunatambua umuhimu wa hifadhi, kwani una faida katika shughuli zetu za ufugaji na taifa letu. Tunafahamu na tuko tayari kusimama, tunalinda hifadhi, ni sehemu ya maisha yetu. Baada ya taarifa hii kwa umma, tunamwandikia Mheshimiwa Rais waraka wa kitaalamu utakaoonyesha uhalisia wa hali ya Ngorongoro kwa mapana zaidi na namna bora ya kuendeleza Ngorongoro isiyokiuka haki za binadamu, inayojali ekolojia na malikale, wanyamapori na utalii bila ubaguzi. Utalii bila ubaguzi. Lakini vile vile tunaomba kwamba kuunda tume huru na shirikishi itakayojumuisha wataalamu wa ekolojia na wanyamapori, wadau wa haki za binadamu na wenyeji wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwa uwiano ulio sawa utakaopitia changamoto za pande zote za sasa za Ngorongoro na kupendekeza namna bora ya kuendeleza binadamu wenye maisha yenye tija, lakini katika mazingira ambayo ekolojia ya wanyamapori na maisha ya kifugaji inaendelezwa. Yote haya ili uweze ili ukweli ubainike. Tunaosema kwamba taarifa zile zilizopelekwa ni za uongo na fedha za serikali zimetumika visivyo. Ndio maana tunasema aliyetumia hizi pesa, aliyesaini hizi pesa kutumia ni Manongi. Kwa hiyo watu walikuwa wanafanya kazi kwa matakwa yake. Kwa hiyo yeye asiwepo ndani ya wizara hii na asiwepo katika shughuli hizi, yani katika tume hizi ambazo tunamuomba rais, awe ni sehemu ya kuchunguzwa na sio sehemu ya kuja kufanya kazi. Tunaamini Mheshimiwa Rais na serikali yako mtachukua kwa uzito maoni yetu na mapendekezo na kuingilia kati suala hili ili kulinda maslahi ya uhifadhi pamoja na wananchi wa Ngorongoro bila kutegemea upande wote, kwa kutanguliza maslahi ya uhifadhi na wananchi wa Ngorongoro. Yaani kwa maana hiyo nasema kwamba jamii inahitaji muda wa kutosha wa mjadala wa eneo hili kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali. Aliyosema rais tarehe 6 ilitokana na ripoti ovu iliyotayarishwa na ndugu zetu wataalamu kuongozwa na ndugu yetu Victor Runyoro, lakini ripoti hiyo imesimamiwa zaidi na Dr. Manongi ambaye ameipeleka Ngorongoro katika hali ambayo haieleweki. Ukisoma katika ripoti hiyo unakuja kukuta mapendekezo waliotoa. Mfano pendekezo wanasema watoe watu 73,000 kati ya watu 93,000 ambao ndio walioko Ngorongoro. Lakini watu wale unataka uwatoe watu 73,000 wapeleke tarafa ya Sale, wapeleke tarafa ya Loliondo. Na vile vile ukitaka kuona kwamba ndugu zetu walivuka mipaka ambayo sio sikutegemea ama wananchi wakitegemea kwamba ingekuwa hivyo, waliweza pia kuhakikisha kwamba wanaongeza maeneo kutoka Logido na wilaya Monduli. Na dhumuni lao zaidi ni kuhakikisha, yani walipokuwa wanafanya hivyo wanataka kupanua maeneo ya hifadhi. Eneo liwe na zaidi ya kilomita 12,000 za mraba. Yani utafikiri kwamba uhifadhi ndio kazi pekee halali inayouza Ngorongoro hapa nchini Tanzania kwa watalii. Lakini tunapoongelea pia kwamba tunakatana na hili jambo ama tunaona kwamba hili jambo ni ovu, kamati hiyo ilisisitiza jambo hili katika taarifa yake, na ni ukweli kuwa Ngorongoro ndio hifadhi inayoongoza kuliingizia taifa mapato katikati ya jamii iliyojaa ufukara wakitengenezwa kwa makusudi. Hata hivyo ustawi wa Ngorongoro sio kwa ajili ya kuiuza Tanzania kwa watalii pekee, bali pia kuboresha maisha yetu, hasa wenyeji wa Ngorongoro, kwani ardhi ni yetu na ni urithi wetu. Pili, kuhamisha halaiki kutoka kwenye ardhi yao ni kinyume cha, na ni mambo ambayo ni magumu kwa kweli.
kuwa ni eneo la urithi wa dunia ni jambo la ziada tu. Ngorongoro itaendelea kuwa na wanyamapori hata kama ikiondolewa kwenye orodha ya urithi wa dunia. Tanzania ina hifadhi nyingi ambazo haziko kwenye orodha ya maeneo ya urithi wa dunia na zinavutia watalii na zitaendelea kufanya hivyo. Kwani usifanye Mikumi? Kwani usifanye mbuga zingine zikawa urithi? Kwani uje kufanya hapa? Kwa sababu niseme tu wameshindwa kusema. Wamesema hivyo kwa sababu wana uhakika wa warithi wa lile eneo ambao wana uhakika wa kuangalia wale wanyama. Ukiingia zaidi kwenye maeneo yetu sisi, anzia Masek, unapotoka tu eneo la nje ya Serengeti, kwa upande wa kusini, kaskazini, magharibi, hakuna uwindaji. Lakini hebu njoo maeneo ya Karatu, kama wiki 2 wiki 3, tembo sawa. Kwa hiyo urithi, yani uwindaji haupo humu ndani. Yani inaonyesha kwamba sisi ni urithi wa asili kweli, kwa sababu mnaelewa tembo yuko chini ya Laiza akubali tembo kuuawa mbele yake. Faru yuko chini ya Molel akubali faru kuuawa mbele yake. Nyani yuko mbele ya Lukumai hawezi kubali nyani kuuawa mbele yake. Kwa hiyo hayo mambo yamesababisha zaidi, tunaweza kusema kwamba hatuna sababu ya kuwa urithi wa dunia, hatuoni sababu. Kama kuna ulazima wa kuwa na maeneo ya urithi wa dunia, basi kuna hifadhi ambazo wana vijiji hawaruhusiwi kuingia ndani, kama vile hifadhi za Mikumi, Serengeti na Kibini. Fafanuzi kuhusu kuvunjwa kwa nyumba za watu kuondoshwa. Tunaelewa kuanzishwa, moja ya majukumu ya kuanzishwa kwa hifadhi ya Ngorongoro na makubaliano, na hakika mlisikia na mwenzewe katika paragrafu ya pili ilisema hivi, wazungu walisema, ambao sasa hivi sisi wengine tunaona, yani wenyeji wa Ngorongoro, kwa ukweli uliopo na wala mtu asiwadanganye. Nafikiria mzungu alikuwa ana utu hata kuliko basi kuliko sasa hivi. Yeye alisema iwapo maslahi yatakuja kugongana, basi maslahi yatakayopewa kipaumbele ni maslahi ya binadamu. Wakati mmoja wa malengo ya kuanzishwa kwa hifadhi ya Ngorongoro kuendeleza wenyeji kama sehemu ya makubaliano ya kuondolewa Serengeti na wakoloni, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imejenga na kutekeleza dhana kuwa watalii wanavutiwa na maisha ya ujima yasiyo na maana, na hiyo kutumia sehemu kubwa ya rasilimali za umma kudidimiza maendeleo ya wenyeji wa eneo la Ngorongoro. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inashindwa kutambua kuwa watu wenye maisha bora na makazi bora rafiki kwa hifadhi yatapunguza uhifadhi na wa eneo la hifadhi. Miaka ya nyuma, maana pale Ngorongoro ni shamba la bibi, miaka ya nyuma tulikuwa na semina nyingi tu za kuleta namna ya kuanzisha nyumba, wanasema building code. Miaka ya nyuma building codes, tumekaa karibu wiki nzima, viongozi wa tarafa ya Ngorongoro, watendaji wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, tumetumia mabilioni ya shilingi building codes. Hiyo nakumbuka hiyo building codes alikuwepo Runyoro, ambaye Runyoro ndio tena juzi anaingia kuleta tafrani ya kuleta taarifa za uongo kuhusu MLU. Haya hawajafanya. Sasa nimejengea nyumba. Na hizo nyumba zilipita watu, zilishushwa angani. Ulikuwa watu. Mpaka nyumba zinajengwa kama eneo aliruhusiwa. Yaani kwa maneno mengine ama kwa ukweli, tunamwambia rais wetu apambane na waovu ambao wamewapa kazi, maana mwishoni watailetea Tanzania, watapoteza amani. Ombi letu kwa Mheshimiwa Rais ni kusitisha mpango huu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuhamisha halaiki ya wafugaji kutoka Ngorongoro, kwani ardhi yao ni ardhi yetu na hawajaharibu kwa karne nyingi na hawataharibu hata sasa. Maana iliyopo ni kwamba hatuhami hata ile eneo, tunakuja kukubaliana kwamba tunaendeshaji. Sisi tunataka tumuombe rais kwamba atupe muda, atupe muda tukae na wataalamu wa nje na ndani
na mashirika, taasisi za haki za binadamu, tukae na wizara ya ardhi, mifugo, sio wizara ya mali asili tu peke yake, kwa sababu inakuwa ni bias kwa hali inayoendelea. Tuweze kujua kwamba tutaendeshaje Ngorongoro, na mwishowe Ngorongoro tunaweza tukaendesha na serikali bado inapata mapato. Sisi wenyeji wa Ngorongoro tunaweza tukaendesha kama inavyoendeshwa Masai Mara bila tatizo. Leo Ngorongoro ingekuwa Ngorongoro rais, tunamwambia rais, ingekuwa nawachia Ngorongoro leo, tusingekuwa na ajira ya watu 800 ambao wanazurua pale ofisini masaa 7 watu wako wamezurua pale. Lakini lingine ni kutengua uteuzi wa kamishna wa hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambaye kwa ubinafsi wake amekuwa tishio kwa mustakabali wa wananchi wa Ngorongoro. Si anaitwa Manongi, Fred Manongi, Dr. Fred Manongi. Dr. Fred Manongi toka ameingia Ngorongoro, bahati nzuri kwa katibu wa baraza la wafugaji wakati huo, hapa alikuwa ni mwenyekiti. Yule bwana ameendesha mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kama boma lake, na sijui kama hata boma lako unaendesha hivyo. Unaendesha wanaita management plan. Miaka 6 yule mwanaume ana management plan. Sio alikuwa anaendesha nchi. Wakati rais anaendesha nchi akiwa na baraza la mawaziri na kanuni. Napokie Peshut, natokea tarafa ya Ngorongoro, kata ya Endule. Kwa mimi, kwa swala la Ngorongoro, mamlaka inakiuka kabisa haki za kibinadamu. Kwa sababu nimezaliwa pale. Unanihamisha, unanipeleka wapi? Kwa majina naitwa Napokie Peshuti, natokea tarafa ya Ngorongoro, wilaya ya kata ya Endule. Kuhusu mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, kwanza wanakiuka haki za kibinadamu. Kwa sababu unataka unihamishe, unakuja tu unaletea notice kwamba inaonyesha ndani ya siku 30 niondoke. Niende wapi? Na kama unasema kwamba mimi sio mzaliwa wa pale, ulikuwepo wapi nilipoingia? Kwa hiyo Ngorongoro iangalie, na pia serikali iangalie. Kwa sababu watu wengi wa Ngorongoro hawana pa kwenda kwa sababu wamezaliwa pale. Unawahamisha, unawapeleka wapi? Unawatofautishia mazingira, unawapeleka katika mazingira tofauti, pia hawajazoea. Wamezoea hifadhi yao na maeneo yao ambayo walizaliwa. Pia kingine wanavyosema kwamba watu wameongezeka Ngorongoro, kwa mimi naona ni wanapungua zaidi. Kwa sababu kutokana na elimu tunayopata sasa, tunaishi kidigito pia. Hatuhitaji watoto wengi, sawa. Wanaume pia wa Kimasai sahi hawaoi wake wengi. Sasa tunashangaa wanavyosema kwamba watu wanaongezeka. Wanaongezeka kivipi? Sababu hawajazitoa. Badala wangesema enzi za mababu mtu alikuwa na wake 60 huko, watoto 2000 huko, hadi mtu anajenga shule. Sasa sahi unakuja kusema mtu anazaa watoto 3, 4, 5, unakuja kusema wanaongezeka kivipi? Tunaomba serikali iangalie. Tunamuomba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan utuangalie kwa jicho la pili. Sisi ni wanadamu, tunahitaji pia haki zetu. Pia tunahitaji kuishi katika kuondolewa hofu, kwa sababu saa hii unaishi kwa hofu. Unawaza kwamba Ngorongoro kesho itakuja itanifanyeje? Askari wa Ngorongoro anikute pale na jenga, tuanze kupelekana polisi. Kwa nini? Sisi hatufai kuishi katika nyumba nzuri? Na kama mnasema tunaharibu hifadhi ya Ngorongoro, haijaribika. Tunajua kuishi na wanyama, kwa sababu kama ni kutoishi na wanyama wangeshaishaga kipindi kirefu sana. Kwa sababu kama ni kuwinda, na hisi wangeisha. Kwa hiyo tunaomba Make your day right. Gilly Bonny Online TV.
Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.